Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ametoa wito kwa wadau wa uzalishaji mazao ya misitu kuhakikisha wanaongeza thamani ya mazao hayo hapa nchini badala ya kusafirisha malighafi hizo nje ya nchi. Amesema kuwa Tanzania kwa sasa inayo teknolojia kubwa ya uchakataji wa mazao ya misitu na utengenezaji wa thamani zake, hivyo hakuna haja ya wadau wa misitu kusafirisha mazao hayo kwenda nje ya nchi kwa ajili ya uchakataji. Waziri Mkuu amesema hayo Machi 21, 2025 katika kilele cha maadhimisho ya siku ya misitu duniani na upandaji miti kitaifa yaliyofanyika mkoani Njombe. Taasisi za utafiti, hakikisheni mnaendelea kufanya utafiti ambazo zinazitoe majibu na changamoto zinazokabili sekta ya misitu ili kupata mwelekeo wa kusimamia jambo hili. Huku wizara iendelee kuhamasisha na kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji katika kuanzisha mashamba ya miti, viwanda vinavyoongeza thamani kama hiki cha TANUWAT na vile pale Mafinga ambavyo vina process au wanaishia katikati wanapeleka kwao China. Kumbe kule wanaenda kutengeneza viti kama hivi. Alafu wanatuuzia huku sisi kiti kimoja $500,000. Tukiwa tumepeleka hizo mali wamenunua kwa bei ndogo, alafu wanapata bei gharama kubwa. Kwa hiyo hawa lazima tuwake ukomo wa uvunaji na uchakataji. Tunataka kila kitu wamalize hapa kama wanavyofanya hawa TANUWAT. TANUWAT wanaanza mwanzo mpaka mwisho wakiwa hapa Tanzania, hapa Njombe. Kwa hiyo na viwanda vya mfindi vile navyo vikabainishwe ambavyo havijamaliza, tulishawapa muda, inatosha. Wanataka tuwamalizie hapa kila kitu. Kama hawataki watuachie, tutamleta mwingine ambaye yuko tayari kuchakata kila kitu akamalizia hapa. Kama viti na mikalio vitengenezwe hapa. Nondo zipo, square pipes zipo, tutakunja tutaweka mkalio wetu wa mbao zetu. Kwa hiyo hili tutalifanya wenyewe. Awali Waziri Mkuu Majaliwa alitembelea kiwanda cha uchakataji mazao ya misitu cha TANUWAT, Tanganyika Wood Company Limited, kilichopo Njombe mjini, ambapo alishuhudia shughuli mbalimbali zinazofanywa na kiwanda hicho. Aidha, Waziri Mkuu Majaliwa ameitaka Wizara ya Maliasili na Utalii kuendelea kuhamasisha na kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji katika kuanzisha mashamba ya miti na viwanda vya kuongeza thamani mazao ya misitu. Yeye mmepata bahati ya kuanzilisha kuajiriwa. Endeleeni kuonyesha weledi kwenye utumishi wenu. Fanyeni kazi kwa uaminifu, fanyeni kazi kwa uadilifu, lakini muonyeshe uwajibikaji. Kitendo cha kuyatimiza haya matatu mnatengeneza ushawishi kwa hawa kuwekeza zaidi. Na wafanya hawa kuwa mabalozi kwa wengine waliobaki huko kwamba Tanzania ukija, kwanza tunapata uwekezaji na mazingira ya uwekezaji ni mazuri, lakini mbili, kuna haja ya kuleta wafanyakazi kutoka huko, sababu wafanyakazi wote wanapatikana ndani ya nchi. Lakini tatu, huyu kwa kuajiri nyie mnakuwa walinzi nambari 1. Hatutarajii kama kuna mtu atakuwa anaipa mfuko wa dawa hapa. Hatutarajii miongoni mwenu mtu aondoke na nguzo hapa. Hatutarajii uondoke na frames zilizotengenezwa hapa za milango ukatamani ukateze mlango wako. Na sijapata taarifa hiyo. Nilikuwa namuuliza wewe mzee kama je ushapata tatizo la wizi. Ameniambia hapa na watu wema sana, jipigeni makofi. Kwa upande wake, Waziri wa Maliasili na Utalii Balozi Dr. Pindi Chana amezungumzia lengo la kuongeza hamasa na tija katika masuala ya utunzaji wa misitu, huku mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka akisema mkoa unaendelea kufungua fursa za kiuchumi kwa wananchi. Lengo la shughuli ya leo ni kuongeza hamasa na tija. Wizara ya Maliasili na Utalii pamoja na wadau wake iliona ni vyema maadhimisho ya siku ya misitu duniani na upandaji miti kitaifa yakafanyika kwa pamoja. Aidha, tangu kuanzishwa kwake yameadhimishwa mara 3. Mara ya kwanza maadhimisho haya yalifanyika Magu pale mjini Mwanza, ilikuwa mwaka 2022. Mara ya pili yalifanyika kwa Kilimanjaro Same, na hii ni mara ya 3 yanafanyika mkoani Njombe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi inaendelea. Tunawashukuru sana. Katika kipindi chote cha maadhimisho haya imekuwa ni fursa katika kuchochea
juhudi za uhifadhi na upandaji miti kwa jamii na umma mzima wa Watanzania. Kwa mfano, kupitia Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania, katika kipindi tangu 2020 hadi sasa, wakala umefanikiwa kupanda miti takriban milioni 146 ya jamii mbalimbali, ikiwemo mikoko milioni 1.1 imezalishwa na kuoteshwa katika maeneo mbalimbali nchini. Sisi kama wananchi wa mkoa wa Njombe tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Ni miaka minne yenye mageuzi makubwa sana kwenye sekta zote ndani ya mkoa wetu. Njombe kama mkoa, hakuna kijiji ambacho hakijaguswa, ama kwenye elimu ya msingi ama sekondari, ama afya, ama maji, ama barabara, ama umeme, ama kilimo. Karibu kila sekta Mheshimiwa Rais amewagusa wananchi wa Njombe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umepata nafasi ya kuja hapa Njombe huko nyuma ukatembelea kilimo cha parachichi. Tunazalisha miche ya parachichi, tunauza mikoa jirani, tunauza nchi jirani. Na sasa tumefikia mahali ambapo mkulima mmoja anauza miche 400 ya parachichi. Tunalima viazi mviringo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumewaambia watu wa TARI na watu wa ASA wamekuja hapa. Tumewaambia tuna changamoto ya mbegu ya viazi, kwa sababu viazi vinazalishwa Silverland. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mbegu ya viazi eka moja ni shilingi milioni 1.3 kwa sasa. Tumewaambia watu wa TARI tuko sawa tayari kuzungumza na Wizara ya Kilimo, tuone kama wawekezaji wazawa na wawekezaji wengine kutoka nje wanaweza wakakaribishwa ili tuwekeze kwenye uzalishaji wa mbegu za viazi, ili wananchi wa Njombe waweze kulima viazi kwa wingi, lakini pia kuongeza thamani ya viazi. Kauli mbiu ya mwaka huu ni ongeza thamani ya mazao ya misitu kwa uendelevu wa rasilimali kwa kizazi hiki na kijacho, na kauli mbiu ya kidunia ikiwa ni misitu na chakula. Zaituni Mkwama, Daily News Digital.